Mizinga ya Abrams ni moja ya mizinga yenye hadhi kubwa zaidi duniani, ikiwa na mafanikio katika vita na uwezo wa kushirikiana na teknolojia za kisasa ili kukabiliana na changamoto za kivita. Hii ni makala inayochunguza kila kitu kuhusu mizinga hii ya kivita, kuanzia historia yake, vipengele vyake vya kiufundi, maboresho ya kisasa hadi matumizi yake katika vita mbalimbali duniani. Historia ya mizinga ya Abrams inaanzia mwishoni mwa miaka ya 70, wakati ambapo jeshi la Marekani lilikuwa likitafuta suluhisho la kuboresha mizinga yake ya zamani kama vile M60 Patton ambayo ilikuwa imechoka. Hali hii ilifanya kuanzishwa kwa mizinga ya Abrams, ambapo ilikuwa na lengo la kukabiliana na tishio kubwa kutoka kwa mizinga ya kisasa ya Umoja wa Kisovieti, Union of Soviet Socialism Republic USSR, hasa mizinga ya T-72 na T-80. Mizinga ya Abrams ilianzishwa kwa ushirikiano wa karibu kati ya serikali ya Marekani na kampuni ya General Dynamics. Lengo lilikuwa ni kutengeneza mizinga ambayo ingeweza kushindana na mizinga ya Urusi, lakini pia kuwa na uwezo wa kufanya vizuri katika mazingira ya kivita ya kisasa yenye changamoto kubwa. Mizinga ya Abrams ilianzishwa kwa kutumia teknolojia mpya ya ulinzi na silaha, na iliundwa ili kuwa na uwezo wa kutekeleza majukumu ya kivita katika mazingira magumu. Mradi huu ulikuwa ni matokeo ya utafiti ya maendeleo ya kisasa katika mifumo ya ulinzi, silaha na udhibiti wa moto, na hivyo basi inawezesha wafanyikazi wake kufanya kazi katika mazingira ya kivita yaliyojaa changamoto kubwa. Abrams Tanks imejulikana kwa kinga yake bora ambayo inahakikisha kuwa inakabiliana na mashambulizi ya silaha za aina mbalimbali. Kinga hii ni mchanganyiko wa nyenzo za composite ambazo hujumuisha chuma, Kevlar na vifaa vingine vya kisasa vya kuzuia majeraha makubwa. Mizinga hii pia ina uwezo wa kupambana na silaha za nyuklia na kutoa kinga ya zaidi dhidi ya shambulizi la kemikali au biolojia. Mizinga hii pia inatumia teknolojia ya kinga ya reactive armor ambayo inazuia na kupunguza athari za shambulizi la mawe ya milipuko na silaha nyingine zinazoshambulia kwa nguvu. Bunduki ya Abrams Tanks inajulikana kama bunduki ya 120mm smoothbore na ni moja ya vipengele muhimu vya mizinga hii. Bunduki hizi zina uwezo wa kutoa risasi kubwa ambazo zinaweza kutoboa kinga ya mizinga ya adui kwa urahisi mkubwa. Bunduki ya 120mm smoothbore inatofautiana na bunduki nyingine kwa uwezo wake wa kutoboa kinga ngumu ya silaha na kutengeneza athari kubwa kwa malengo ya ardhini. Risasi za bunduki hii zina uwezo wa kutofautiana kulingana na aina ya lengo linaloshambuliwa, kama vile mizinga ya adui au malengo ya kijeshi ya umbali mrefu. Hata hivyo, Abrams Tanks inajivunia mifumo ya kudhibiti moto ya kisasa ambayo husaidia kuboresha ufanisi katika vita. Mfumo huu unaruhusu tank kugundua na kutambua malengo kwa usahihi wa hali ya juu na hivyo kufanya mashambulizi kwa urahisi zaidi. Mfumo huu pia unajumuisha vifaa vya kuona kupitia giza infrared ambavyo vinaiwezesha tanki hii kutambua malengo hata katika mazingira ya giza totoro au mvua kubwa. Tanks za Abrams vimeonyesha ufanisi mkubwa katika vita tofauti. Katika vita vya Ghuba ya Uajemi ulikuwa wakati mojawapo ya matukio muhimu ambayo yalionyesha uwezo wa mizinga ya Abrams katika vita halisi. Katika vita hii, mazingira ya Abrams ilionyesha ufanisi wake mkubwa kwa kushambulia mizinga ya adui na kuleta ushindi kwa jeshi la Marekani dhidi ya Iraq. Mizinga ya Abrams ilifanikiwa kuvunja kinga za mizinga ya adui na kulenga malengo kwa usahihi mkubwa, ikionyesha uwezo wake wa kushinda vita katika uwanja wa kisasa. Katika vita vya Iraq mwaka 2003, mizinga ya Abrams iliendelea kufanya kazi kubwa ikishambulia mizinga ya adui na kuvunja kizuizi cha ulinzi wa Iraq. Mizinga hii ilikuwa sehemu muhimu ya operation ya kijeshi na ilifanikiwa kushinda vita licha ya changamoto za mazingira ya kivita ya jangwa. Mizinga hii ilionyesha kuwa ina uwezo wa kufanya kazi katika mazingira magumu ya kivita na kuvunja kizuizi cha silaha za adui. Katika vita vya Afghanistan, mizinga ya Abrams ilikumbana na changamoto nyingine, ikiwa ni pamoja na mazingira magumu ya milima na maeneo ya jangwa. Hata hivyo, mizinga ya Abrams ilionyesha uwezo wake wa kufanya kazi katika mazingira magumu na ilifanikiwa kutimiza malengo yake ya kivita, ikishambulia malengo kwa usahihi mkubwa.
Kadri muda ulipozidi kusonga, Abrams tanks ilizidi kuboreshwa na kila toleo mpya. M1A2 Abrams ilikuwa ni mojawapo ya maboresho makubwa zaidi. Toleo hili lilileta mfumo mpya wa kudhibiti moto na vifaa vya kuona kupitia giza ambavyo viliongeza ufanisi katika uwanja wa kivita. M1 Abrams pia ilikuwa na teknolojia bora za ulinzi na maboresho ya mifumo ya usimamizi wa kivita, na ilifanya mizinga ya Abrams kuwa bora zaidi kwa ajili ya matukio ya kivita. System Enhancement Package ilikuwa ni mojawapo ya maboresho ambayo yalifanyika katika Abrams tanks toleo la M1A2 CEP, ambayo ilileta maboresho zaidi, ikiwa ni pamoja na vifaa vya kisasa vya kielektroniki, maboresho ya mfumo wa ulinzi na vifaa bora vya kudhibiti shambulizi. SEP ilijumuisha maboresho ya mifumo ya umeme na udhibiti wa moto, na ilifanya mizinga ya Abrams kuwa na ufanisi mkubwa zaidi katika kushambulia malengo na kujihami dhidi ya mashambulizi. Mizinga hii imeendelea kuboreshwa kila mwaka, na maboresho haya yamejumuisha vifaa vya kisasa vya kielektroniki, kinga bora na mifumo ya udhibiti wa moto. Uwezo wa kisasa wa Abrams unajumuisha uwezo wa kushirikiana na mifumo mingine ya kijeshi, ikiwemo ndege za kivita, drones na mifumo ya kujihami ya ardhi, ili kuhakikisha kwamba mizinga ya Abrams inabaki kuwa na uwezo wa kushindana katika vita vya kisasa. Mizinga hii haijatumika tu na jeshi la Marekani. Mataifa mengine kama vile Saudi Arabia, Kuwait, Misri na Iraq pia yamenunua mizinga hii kwa ajili ya kuboresha uwezo wao wa kivita. Mizinga ya Abrams imekuwa na umuhimu mkubwa katika vita za Mashariki ya Kati, na imeonyesha kuwa ni silaha yenye ufanisi mkubwa katika maeneo ya kivita yenye changamoto kubwa. Mizinga ya Abrams imekuwa na nafasi muhimu katika historia ya kivita, ikionyesha uwezo wake mkubwa katika vita ya kisasa. Kutoka kwa asili yake, maboresho ya kiteknolojia na matukio ya vita ambayo mizinga hii imehusika, Abrams imekuwa moja ya silaha muhimu zaidi za kivita duniani. Kwa uwezo wake wa kutoboa kinga ya mizinga ya adui, kinga bora na mifumo ya kudhibiti moto ya kisasa, mizinga hii inaendelea kuwa na umuhimu mkubwa katika vita vya kisasa.